Jambo ndugu mpendwa msikilizaji na mtazamaji wa Congo Post News, na tumaini kwamba uko salama salameni popote ulipo unapoendelea kutega sikio au kututizama kupitia mtandao wetu wa YouTube. Kama ni mara yako ya kwanza kufuatilia habari kupitia Congo Post News, hakikisha unajiabone, una comment, vile vile una partage, wala unaweza kutuandikia kwenye namba ambayo unaendelea kuiona hapo kwenye video, na ukatupatia maoni yako aiza mapendekezo yako baada ya kusikiliza habari zetu mwanzo hadi mwisho. Ndugu mpendwa msikilizaji na mtazamaji, acha tuendelee kutosha shukrani zetu za dhati kwa wote wanaoendelea kuchagula Congo Post News kama kituo chao chema na bora cha matangazo. Nia na mazungumzo yetu ni kisha tunaletea habari sahihi tena za kuaminika tena kwa muda muafaka. Ndugu mpendwa msikilizaji na mtazamaji, acha tuanze na vichwa vya habari zetu za asubuhi ya leo tarehe 7 mwezi wa pili mwaka 2026. Kwenye habari zetu za siku ya leo tutaongelea tukio la mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imeingia katika sura mpya ya mjadala wa kisiasa na kiusalama kufuatia tangazo lilotolewa na waasi na kundi la waasi wa M23 kuhusu kile walichokiita kuwa ni mwisho wa vita katika eneo la Kivu. Pia tutaongelea tukio la huko Kivu Kaskazini ambapo watu wawili raia wameuawa na nyumba kadhaa kuchomwa moto kufuatia uvamizi uliotekelezwa na waasi wa ADF katika mji wa Oicha katika wilaya ya Beni mkoani Kivu Kaskazini. Pia tutaongelea hali ya usalama inaendelea kuzorota katika eneo la Ruchuru jimboni Kivu Kaskazini kufuatia mapigano makali yaliyozuka kati ya waasi wa FC M23 na vikosi vya CMC FDP mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tunakomba kubaki nasi mwanzo hadi mwisho, na mwisho wa habari tutakuunga na habari tofauti kutoka Radio Kapi, na hapo utafahamu mengi yanayoendelea nchini DRC. Hali ya usalama inaendelea kuzorota katika eneo la Ruchuru jimboni Kivu Kaskazini kufuatia mapigano yaliyozuka kati ya waasi wa FC M23 na vikosi vya CMC FDP. Mapigano hayo yalianza siku ya Jumatatu iliyopita katika utawala wa jadi wa Bwisha na kuendelea bila kusita hadi siku ya Alhamisi, yakisababisha hofu kubwa miongoni mwa wakazi wa eneo hilo. Kwa mujibu wa vyanzo vya ndani na mashuhuda, mapigano hayo yalihusisha matumizi ya silaha nzito na nyepesi, hali iliyosababisha wakazi wa maeneo ya Nyabanira, Miguruka na Makoka kulazimika kuhama makazi yao. Milio ya risasi na mabomu ilisikika kwa siku kadhaa mfululizo, huku shughuli za kijamii na kiuchumi zikisalia kusimama. Wakazi wa maeneo yaliyoathirika wamesema wameishi katika hofu kubwa, wakikosa mahali salama pa kujisitiri. Familia nyingi zimeripotiwa kukimbilia maeneo ya jirani au kujificha misituni, huku watoto, wanawake na wazee wakiendelea kuathirika zaidi na hali hiyo. Shule zimefungwa, masoko hayafanyi kazi na huduma za kawaida za maisha zimesimama kabisa. Hadi sasa bado hakuna taarifa ya idadi kamili ya vifo au majeruhi, lakini vyanzo vya kiraia vinaeleza kuwa kuna raia waliopoteza maisha na wengine kujeruhiwa. Aidha, nyumba kadhaa na mali za wananchi zimeripotiwa kuharibiwa wakati wa mapigano. Mamlaka za eneo na viongozi wa kijamii wameeleza wasiwasi mkubwa juu ya kuendelea kwa mapigano, wakisema yanazidi kuongeza hali ya kutokuwa na utulivu katika eneo la Kivu Kaskazini, eneo ambalo tayari limekuwa likikumbwa na migogoro ya mara kwa miaka mingi. Wametoa wito kwa pande zote husika kuheshimu maisha ya raia na kutafuta suluhisho la amani kupitia mazungumzo. Mashirika ya kiraia na ya kibinadamu yanaonya kuwa iwapo hali hii itaendelea, itazidisha zaidi migogoro wa kibinadamu katika eneo hilo. Maelfu ya wakazi wako hatarini kukosa chakula, maji safi na huduma za afya, hasa wale waliolazimika kukimbia makazi yao kwa ghafla. Kwa sasa hali ya Bwisha na maeneo ya jirani yanaendelea kuwa ya wasiwasi mkubwa. Wakazi wanaendelea kuishi kwa tahadhari, wakitumaini kurejea kwa amani na usalama wa kudumu. Jumuiya ya kitaifa na kimataifa inaendelea kufuatilia kwa karibu maendeleo ya hali ya usalama katika eneo la Ruchuru, huku wito ukiongezeka wa kuchukuliwa hatua za haraka ili kulinda raia
jinsi ipasavyo. Mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imeingia katika sura mpya ya mjadala wa kisiasa na kiusalama kufuatia tangazo lilotolewa na waasi wa kundi la M23 kuhusu kile walichokiita kuwa ni mwisho wa vita katika eneo la Kivu Kaskazini. Kupitia taarifa rasmi iliyotolewa na uongozi wa kisiasa na muungano wa unaojulikana kama FC M23, waasi hao wamesema kuwa hawataendelea tena na mapigano ya jeshi, bali sasa wanapanga kuelekeza nguvu zao katika shughuli za maendeleo ya kijamii na kiuchumi katika jimbo nzima la Kivu Kaskazini. Kwa mujibu wa Corneille Nangaa ambaye ni mratibu wa kisiasa wa FC M23, hatua hiyo inalenga kufungua ukurasa mpya kwa wakazi wa eneo hilo ambao kwa miaka mingi wamekuwa wakikumbwa na machafuko, vita, ukosefu wa usalama. Nangaa ameeleza kuwa lengo kuu la harakati hiyo sasa ni kuhakikisha amani ya kudumu, ujenzi wa miundombinu na kurejesha huduma za msingi kwa wananchi. Tangazo hili linakuja baada ya miezi kadhaa ya mapigano makali kati ya waasi wa M23 na wanajeshi wa serikali wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, yakisaidiwa na makundi mbalimbali ya wanajeshi wa ndani na wa kimataifa. Mapigano hayo yamesababisha maelfu ya raia kuyahama makazi yao, vifo vya watu wasio na hatia, pamoja na kuzorota kwa hali ya kibinadamu katika eneo la Kivu. Hata hivyo, licha ya tangazo hilo, wadau wengi wa usalama na wa siasa wanaendelea kulipokea kwa tahadhari. Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo bado haijatoa msimamo wake rasmi kuhusu madai ya kumalizika kwa vita, huku wachambuzi wakisisitiza kuwa amani ya kweli itategemea vitendo vitakavyochukuliwa, si maneno pekee. Wananchi wa Kivu Kaskazini au wananchi wa Kivu kwa ujumla nao wanaonyesha hisia mseto. Baadhi wanatazama tangazo hilo kama mwanga wa matumaini baada ya miaka ya mateso, ila wengine wanasema wamechoka na ahadi ambazo hazijawahi kutekelezwa. Wengi wanasitiza kuwa wanachohitaji zaidi ni usalama wa kudumu, kurejea kwa watoto shuleni na fursa ya kujipatia kipato. Jumuiya ya kimataifa imekuwa ikifuatilia kwa karibu mabadiliko haya, hasa kwa kuzingatia juhudi zinazoendelea za kikanda na kidiplomasia na kurejesha amani mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mashirika ya kibinadamu yanaeleza matumaini kuwa endapo mapigano yatakoma kweli, itarahisisha upatikanaji wa misaada kwa maelfu ya watu walioko katika mazingira magumu. Kwa sasa macho yote yanaelekezwa Kivu, ambako mustakabali wa amani bado unaonekana kuwa wa tahadhari. Swali kubwa linalobaki ni tangazo hili litaambatana na utekelezaji wa kweli utakaowaletea wananchi usalama, utulivu na maendeleo walioyasubiri kwa muda mrefu. Ripoti hii ya habari ikikuletea maendeleo ya hivi karibuni kutoka mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Watu wawili raia wameuawa na nyumba kadhaa kuchomwa moto kufuatia uvamizi uliotekelezwa na waasi wa kundi la ADF katika mji wa Oicha, wilaya Beni, mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa mujibu wa taarifa zilizothibitishwa na viongozi wa eneo hilo pamoja na wakazi wa Oicha, shambulio hilo lilitokea usiku wa kuamkia jana, wakati wakazi wengi wakiwa majumbani mwao. Waasi hao waliingia kwa ghafla katika baadhi ya mitaa, wakawashambulia raia wasio na hatia na kisha kuchoma moto nyumba kadhaa, hali iliyosababisha hofu na taharuki kubwa miongoni mwa wananchi. Mashuhuda wanasema milio ya risasi ilisikika kwa muda mrefu, jambo lililowalazimu wakazi wengi kukimbilia maeneo ya vichakani au kujificha katika maeneo ya usalama. Miili ya raia wawili waliopoteza maisha ilipatikana asubuhi, huku mali nyingi za wananchi zikiteketea kwa moto.
Mamlaka za eneo la Beni zimelaani vikali tukio hilo, likilitaja kama kitendo cha kinyama kinacholenga kuvuruga usalama wa maisha ya raia. Vikosi vya jeshi ya FARDC kwa kushirikiana na wanajeshi wa MONUSCO wameanzisha operation za kuwasaka wahusika wa shambulio hilo ili kuwafikisha mbele ya vyombo vya sheria. Kwa muda mrefu sasa, eneo la Beni limekuwa likikumbwa na mashambulizi ya mara kwa mara yanayodaiwa kufanywa na waasi wa ADF, mashambulizi ambayo yamesababisha vifo vya maelfu ya raia, uharibifu wa mali na wimbi kubwa la wakimbizi wa ndani. Licha ya operation ya kijeshi kuendelea, hali ya usalama bado ni mbaya katika baadhi ya maeneo. Wananchi wa Oicha wanaeleza wasiwasi mkubwa juu ya usalama wao, wakitaka serikali kuongeza ulinzi hasa katika vijiji na mitaa iliyo karibu na misitu ambako waasi hujificha. Wengi wanasema wanaishi kwa hofu ya mashambulizi ya ghafla, hasa nyakati za usiku. Mashirika ya kiraia na ya kibinadamu yameanza kufanya tathmini ya mahitaji ya waathirika wa tukio hilo, huku wakitoa wito wa msaada kwa haraka kwa familia zilizopoteza wapendwa wao na makazi yao. Huku hali ikiendelea kufuatiliwa kwa karibu, wakazi wa Beni wanaendelea kuomba amani ya kudumu na hatua madhubuti zitakazokomesha kabisa ghasia zinazoendelea mashariki mwa nchi. Ripoti hii ya habari kutoka Beni, mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ulimwengu ulisherekea hii tarehe 6 Februari sikukuu ya kupinga upungufu wa viungo vya uzazi wa wanawake, wakati kwa mashirika haki za binadamu wa kuhimiza kuhusu hatari ya zoezi hiyo. Jimboni Kivu Kaskazini, zaidi ya mashule 20 katika utawala wa Bashu yalisimamisha kuendesha kazi, sababu ni mashambulizi ya wapiganaji wa ADF katika vijiji jirani kwenye mpaka na mtaa wa Lubero. Liwali wa jimbo la Equateur alianzisha siku ya pili iliyopita pa Bolenge, kilomita 9 na Mbandaka, makazi ya ujenzi wa vilalo na mifereji katika mabarabara ya taifa namba 8 na namba 21. Makazi yale yataruhusu kuwasili bila shaka katika mitaa ya Ingende na Bikoro. Asante kwa kuwa nasi wengi. Ifuatayo ndiyo taarifa kamili ya habari. Mtangazaji ni mimi Jean Désiré Kanyama. Hii tarehe 6 Februari ni sikukuu ulimwenguni ya kupinga upungufu wa viungo vya uzazi wa wanawake, iliyosimikwa na jumuiya ya kimataifa kwa kuhimiza ulimwengu kuhusu hatari ya zoezi hiyo, kwa kuhimiza pia maserikali, mashirika mbalimbali, makabila na mafamilia. Katika fursa hii, Fondation Bester inayotumika katika mipango ya uwezekezaji kiuchumi wa wanawake, usindikizaji wa kisaikolojia, uendelezaji wa haki za wanawake katika jimbo la Kivu Kaskazini, inaomba uhimizaji hakika wa watu wote kwa kupinga zoezi hiyo kwa wanawake na vijana wasichana wa mashariki ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kiongozi wa shirika hili Mignon Zaidi cha Upanga anatia mkazo zidi ya lazima kwa wahanga ya kuvunja ukimya. Zoezi hizo za upungufu wa viungo vya uzazi wa wanawake ni gani katika makabila zimoja? Hakika zoezi hiyo inajumuisha kuondoa kwa sehemu au kabisa viungo vya uzazi wa wanawake, wala kuwaumiza bila sababu ya afya. Kuambatana na sikukuu hiyo, Emango Chimanga, mtaalamu wa afya ya uzazi na haki za kujamiana katika jimbo la Kasai Central, alijulisha kwamba zoezi hiyo ina vinyume kwa wanaoitumia. Anataja matatizo ya viungo vya uzazi, matokeo ya kisaikolojia na kibingwa ya wanawake. Yupo mbele ya mikrofoni ya Andre Katende Ngala Mulume. Mwenzetu Marcel Papi Mukeba anatafsiri. Ya les conséquences à court terme et les conséquences à long terme. Kuna madhara ya haraka na madhara ya muda mrefu. Kwa madhara ya haraka, kwanza kuna maumivu makali sana. Mara nyingi tendo hilo hufanyika kwa njia ya jadi, jambo linalosababisha maumivu mengi. Baada ya hapo, msichana au mwanamke anaweza kutoka damu nyingi, hali ambayo inaweza hata kusababisha kifo. Pia kunaweza kutokea kuvimba kwa sehemu za siri, maambukizi na matatizo ya kukojoa. Kwa madhara ya muda mrefu, mwanamke anaweza kuendelea kukojoa kwa maumivu. Kunaweza kutokea kovu ambalo halifungi vizuri tundu la uke, hali inayosababisha matatizo wakati wa kujifungua. Pia
wanawake wengi hupata matatizo kama hofu, msongo wa mawazo na huzuni. On peut aussi assister à des problèmes psychologiques chez la femme. Idadi ya wagonjwa wa shurua inapanda sana siku kwa siku katika mtaa wa afya wa Ijwi jimboni Kivu Kusini. Wanaoguswa sana ni watoto wa chini ya miaka 5. Kwa kupinga ugonjwa huo, tawi jimboni Kivu Kusini la afya lilikaza chanjo ya watoto, alijulisha daktari kiongozi wa mtaa wa afya wa Ijwi. Daktari Emen Kemba anatoa masemi ya utulivu kwa wazazi wanao watoto wenye alama ya shurua. Masemi yakichukuliwa na kutafsiriwa moja kwa moja na Jean Kasami. Effectivement, nous confirmons qu'il y a une augmentation des cas de rougeole dans les aires de santé. Ndiyo, tunahakikisha kuinuka kwa ugonjwa wa suluba katika maeneo ya afya ya mtaa wa Ijwi. Tumekwisha pasha habari kwa viongozi wa kitengo cha afya jimboni ili watusaidie kuwapa watoto chanjo mfululizo. Ni kweli zile habari mulipewa toka shirika la raia tawi la vijana wa Ijwi ni za kuaminika. Ripoti zetu za kila wiki ziko wazi kuhusu ugonjwa wa suluba kutanda katika mtaa wa Ijwi. Ndiyo sababu wakaaji wanastahidi pamoja nasi kupitia uungaji mkono wa kitengo cha afya jimboni. Shirika la Umoja wa Mataifa kwa ajili ya watoto UNICEF nalo liko pamoja nasi kukabiliana kwa shindo kubwa huo ugonjwa wa suluba kusudi usiambukie jamii nzima. Pour voir comment nous pouvons arrêter la transmission de cette maladie au sein de la communauté. Jimboni Kivu Kaskazini, zaidi ya mashule 20 ya msingi na sekondari katika usultani wa Malio, utawala wa Bashu, yalisimamisha kuendesha kazi. Sababu ni mashambulizi ya wapiganaji wa ADF katika vijiji jirani kwenye mpaka na mtaa wa Lubero. Wazazi na wanafunzi walihama eneo hilo, wamoja walienda Butuhe katika usultani wa Mwenye na wengine upande wa mji wa Butembo. Maombi Kahongya, kiongozi wa shirika la raia la Bashu, anafasiria kupitia simu ya mkono ya Mark Marofimbo. Tumsikilize. Tayari inakaribia juma 1.5 kunapokuwa kufungwa kwa masomo ndani ya sekondari na primaire katika groupement ya Malio, zidi sana ndani ya village ya Burondo, Kisesa Ndondi, Kivira, Kisungu Vulera na Kyondo Kitumbu. Na hiyo yote yanatokana na mauaji ambayo muasi adui ADF Nalu alishipenyeza ndani ya groupement Mwenye katika territoire ya Lubero na ndani ya mji wa Burondo katika groupement Malio katika territoire ya Beni. Sisi kama vile shirika la raia tunaomba wakuu wa nchi wafai juu chini kwa kurejesha usalama ndani ya hiyo maeneo ambayo inakuwa na ukosefu wa usalama. Tunaomba pia wakubwa wa shule wafai juu chini kwa kupata surulisho kwa wanafunzi wa kisekondari na wa primaire ambao wanaonekana kwa wakibizi wengi katika mji wa Butu ambao ni mji mkuu ndani ya groupement Malio na wengi katika mji ya Butembo. Hatukupata maoni ya wakuu wa kiserikali na wa kijeshi kuhusu hali hiyo. Katika jimbo la Kivu Kaskazini, mamia vijana wanatishwa sana na operesheni zenye kuendeshwa kwa kuwapinga wazalendo na wapiganaji wanaozaniwa kuwa wa FDLR. Hali hiyo inagusa usultani wa Bambo na kando kando katika utawala wa Bwito mtaani Ruchuru. Kwa mjibu wa mkuu mmoja wa mahali, operesheni hizo ziliendeshwa na waasi wa AFC M23 tarehe 31 Januari kando ya Bambo Centre. Karibu watu 300 walipelekwa nafasi isiyojulikana wakati wa operesheni hizo. Izaki Kibira, mwakilishi makamu waliwalipa Bambo anayepatikana katika ukimbizi, anaonesha hofu kuu mbele ya hali hiyo. Siku moja kisha mauaji ya kiongozi wa shirika la raia la Bahema Bajere jimboni Ituri, uongozi wa shirika hilo unadai uchunguzi wa upekee kwa kufasiria hali ya ajali hiyo. Mwanga huyo alikuwa mtetezi wa haki za wanyonge, vita vilivyopelekea kumwondoa maisha. Kitendo kinachoongezeka kwa daftari kuu ya wahanga wa ujeuri wa silaha katika jimbo la Ituri, alisema kiongozi kwa muda wa shirika hilo la kiraia, mwakili Jean-Marie Ezadri.
Liwali wa jimbo la Equateur Boloko Bolumbu Bobo alianzisha siku ya pili iliyopita pa Bolenge, kilomita 9 na Mbandaka, makazi ya uhandisi wa ujenzi. Mradi huo unaelekea ujenzi wa vilalo 17 na mifereji kwa zege katika barabara ya taifa namba 8 na 21. Makazi yale yaliyoandaliwa na Wizara ya Miundombinu na kazi za serikali yataruhusu kuwasili bila shaka katika mitaa ya Ingende na Bikoro. Taarifa ya Asken Zigbeta Yoro, usoma mshiriki wetu wa Goma Bernard Nyangi. Kazi za usu barabara inayounganisha kijiji cha Bolafa mtani Ingende na ilo la Kalamba kwenye barabara namba 8, kazalika sehemu kati ya Kalamba na Bikoro kwenye barabara namba 1. Miundo mbinu hii mipya itawezesha kuboresha uchukuzi na usalama eneo hiyo. Kwa muda wa miezi 18 unayopangiliwa kwanza, kazi zitafanywa na kampuni ya jimboni Tous pour la Construction de l'Equateur, TCE kwa ufupi, chini ya usimamizi wa kiufundi wa Office de Route. Ufadhili unatoka kwa shirika Foner. Kwake Henri Elongolia, mkurugenzi wa TCE, lengo ni kufungua maeneo ya Bikoro na Ingende kwa kuboresha uchukuzi wa watu na bidhaa ya mlimo kuelekea Mbandaka, mji mkuu wa jimbo. Kwa ngambo ya wafadhili, Dadi Mpanga, kiongozi wa Foner, utilia mkazo matokeo ya kiuchumi. Kulingana naye, ujenzi wa miundombinu hizo itakuza maendeleo ya ndani na kuboresha kazi za masoko na kuchochea shughuli za kiuchumi. Mradi hii ni uwekezaji mkuu kwa mtandao wa barabara za Equateur kwa nia ya kuimarisha muunganisho wa kikanda na kusaidia maendeleo ya wakazi wa Mali. Hatimaye kutosha ukaribu wa kijiografia, miji ya Kinshasa na Brazzaville inapatana kuhusu mfumo wa kodi wa upekee. Wataalamu wa pande hizo mbili walisahihi siku ya 4 mjini Kinshasa makubaliano kuhusu uongozi wa daraja la barabara na reli litakalounganisha miji hiyo miwili. Karibuni sasa kusikiliza sehemu ya pili ya matangazo yetu pamoja na mwenzetu Elise Kavira. Radio Okapi, invité en Swahili. Wilaya ya Kasuku katika mji wa Kindu, jimbo la Maniema, imerekodi watoto 315 pekee wakati wa kuzaliwa katika miaka mzima wa 2025. Kwa hiyo, meya wa wilaya hii anahamamisha jamii kuhusu umuhimu wa kurikodisha watoto. Ili kuyazungumzia zaidi, Florence Kizalunga anampokea meya Fatuma Kalonda Marie wa wilaya ya Kasuku. Tuwasikilize. Bi Fatuma Kalonda Marie, jambo. Jambo mama journalist. Kwa mwaka wa 2025 iliyopita, watoto wangapi waliweza kuwa enregistre hapa kuita civile ya komini ya Kasuku? Hapa kwetu ku komini ya Kasuku katika mwaka yenyewe iliyopita tulienregistre watoto 325. Watoto 325 kufatana na ukubwa wa komini inamaanisha inarepresente to gani? Bon, selon mie kama vile mama mwenye kuzaa watoto naona kama ile to iko chini meme ya 20% haikufika. Na kwa nini mama jamaa wazazi hawakuje kuorozesha watoto wao? Wazazi mingi kwanja abiko sensibilize na wazazi mingi abane ile culture ya kwenda watoto kukipimo na kupita nabo hapa kweta civile juu ya kuya kubafaire enregistrer watoto yabo. Tunaonaka tu paka sa mzazi anatafuta kumfaire voyager mtoto wake, njoo unaona na kia mbio meme kunjia ho mama unipatie acte de naissance. Or kupita ile siku 90, mimi mama burgomestre sina tena ile pouvoir ya kukupatishia. Kwa kukupatishia inalomba paka uko chini ya siku 90. Ukapitisha ile siku 90, tutakutuma kule ku tribunal pour enfant ou bien ku tripe, njo naenda kulomba jugement supplétif na unaleta tunakukonfie ile acte. Sasa umesema kwamba wazazi hawasisimue, hawana hiyo information. Nyinyi hapa kukomine mnakuwa mkifanya nini? Hamwezi kusisimua watu ili waje kuweza kuorozesha watoto wao? Hapa kukomine ya Kasuku tunakuwa na ile wakati sasa tunaongisha watu ndoa, njo tunapata wakati ya kusensibiliser. Unaambia wewe waliunga ndoa, na unaambia bale bebe nakia kuacha watu wa ndoa kama kufaire enregistrer mtoto iko ya lazima. Na kisha tena tuko nile mabiro yetu yenye ko secondaire yenye tunatumaka kule yenye iko affecté, njo inapasha kuleta na kwenda usensibiliser wazazi. Komine haina politiki ya kuweza kutuma watu katika hospitali, katika maternite wakati mtoto anazalika mara moja wanaweza kumwandikisha? Tunatumaka basi, shida yenye iko pale wale wenye tunawatuma kule kwa hospitali ni watu wenye wapokee. Mtu mwenye apokee haiko motive, ana nguvu kutumika.
kupumzika, kwani anakuwa na mashurti yenye kwa mchunga nini kunyumba. Na njoo ile unaona saa mtu haiko motive, ile mabarua ile ma acte de naissance yetu abapatia sini aburi hanaya kule kwele acte de naissance atapata hata 100 francs, ndio anachoka yake mwili na narudia anaenda kupumzika kunyumba na apate tena wakati ya kuenda kukazi. Na kama mtoto aandikishwe kwenye kitabu ya serikali, ina konsekansi gani kwa maisha ya huyo mtoto? Mtoto mwenye aandikishwe kukitabu ya serikali, kwanza ule mtoto haiko mtoto halali wa ile kizazi wa ule bwana, kwani we mzazi awenzi kusema mtoto ni wangu na we awamufaire enregistrer, na ile kukosa kumufaire enregistrer deja ushamsakrifia ule mtoto. Hata siku enye we utakufa, ule mtoto ana droit kukitu ndani ya jamaa. Mwe peke mnajua hii majamaa yetu hawa Kongomani, saa we peke mzazi ya huko, ule mtoto atabakia kubalabala. Ni faida gani inakuwa ya kuweza kuenregistrer mtoto kwenye buku la serikali? Ya kwanza iko kwanja devoir niko legal, na ndani ya kumwenregistrer ule mtoto anakuwa na shurti ya kupata jina juu ajuikane kama ni mtu wa ile jamaa. Na ya pili tena ule mtoto ajuire na madroit yake ndani ya jamaa, na ingine ariti ile bitu ya wazazi yake. Ni kawaida mtoto ajuikane kama ni mtoto mkongomani halali na ni mtoto wa mtu fulani. Kama kukua enregistre ule mtoto tunamkisia kama haiko mtoto wako. Nilisikia kama umesema kama mtu aandikishe mtoto wake, ule mtoto haiko wake. Na kuna wazazi wengine wiko na watoto 7, 8 na haya andikishaka hata mmoja. Ndio, kama kwa beba watoto 7, 10, awe andikishaka hata mtoto mmoja kukomine, hujue ule mtoto haiko wako. Mtoto kwa wako ni ule mtoto mwenye ko rekoni kuleta. Donc shauri yenyewe nawapatia wazazi, bale bote benye balisha pitisha siku 90 bende wasiogope bakamone juge. Babapati ma jugement supplétif, bakuye kukomine, bapatishie batoto. Juu tunakuwa nonaka mutu sana kwa mpenda kufaire voyager, njo anakuya mbio. Or muko atesa batoto. Attestation de naissance n'est pas égale à l'acte de naissance. Acte de naissance njo document yenye ko valable. Bi Fatuma Kalonda Marie, shukrani. Shukrani kwako mama Florence Kiza. Radio Okapi, dossier en Swahili. Katika mji wa Goma, viongozi wa jamii na washikadau wa eneo wamekuwa wakishiriki tangu siku ya pili katika warsha ya uhamasishaji inayolenga masimulizi ambayo yanakuza umoja na kuimarisha uwiano wa kijamii. Warsha hii ni sehemu ya mradi Ensemble pour l'unité na Kiswahili pamoja kwa amani inayoendeshwa na shirika Umoja in Action kwa msaada wa kiufundi na kifedha kutoka sehemu ya masuala ya kiraia ya MONUSCO. Mradi huo unalenga kuwawezesha wanawake na vijana kupambana na taarifa potofu na matamshi ya chuki. Maelezo yametolewa katika ripoti hii na Rosalie Zawadi. Kuwaleta viongozi wa jamii katika kata la Katoi kuwa mabalozi wa kweli wa kuishi pamoja ndilo lengo la mafunzo haya. Salomo Kambale, msimamizi wa mradi, azani kwamba kuelewa faida za kuishi pamoja ni hatua ya kwanza kuelekea amani ya kudumu. Hii muradi inakuya na jibu kushida mbalimbali ambazo zinaonekana katika komunote yetu. Unaona saa zimoya watu wengine wanajiatake ku wengine, kiswadiza haviko accepte, alors que tuko mtu moya. Tunaposha comprendre kama kuishi pamoja njo italeta maendeleo na italeta amani katika hizi quartier mbili kwanza zenye tumesible, kwa sababu a partir ya hizi quartier mbili tutenda sasa tunasensibilize Goma mzima. Kulingana na Bernardin Ulimwengu, mmoja wa walimu katika kikao hiki cha siku 2, ni muhimu kila mtu kuchangia katika juhudi za kuishi pamoja, kwani kukiwa matengano maafa yake yatupata wote. Sio vizuri kusambaza habari ambayo inaweza kutenganisha watu. Tuko na lazima ya kusambaza habari ambazo zinaweza kufavorize muungano na masikilizano kati yetu, kwani wakati tunaona miaka mingi napita katika vita, hakuna ambaye anaweza sema kwamba analala na amani kwa sababu ya vita hiyo. Ni kusema ukosefu wa amani ya mmoja kati yetu nasi inatuletea kutokuwa na amani. Ndio maana nadhani kila mkaji ana intere ya kuweza kusambaza habari ambazo zinaweza kusaidia watu kuishi pamoja kwa umoja, na kila mtu kazi yake itaprospere.
Miongoni mwa viongozi wa ngazi za chini walioshiriki, Bi Jose Ngemba tayari anaona maendeleo yote ambayo kuishi pamoja yaweza leta katika kata yao. Tukitosha ile makalifikasyon yote, tunasema sie bote ni bakongomani, tuvivre pamoja, twende njia moya, iko ya muhimu sana sana kabisa. Batu abayuwe kama ile tribalisme ni mubaya, me kama muko pamoja mtafungula tali keleme. Mwenye alikuwa povre atakuwa rich, mwenye akukua na yu afanya kazi, mwengine atamsaidia na ataelewa maisha ni nini. Baada ya awamu ya kata la Katoi, viongozi wa kijamii katika kata la Majengo watafunzwa pia ili kukabiliana na changamoto sawa za ujenzi wa amani. Goma, Rosalie Zawadi, Radio Okapi. Mwisho wa taarifa hii ya habari, kwa niaba ya wafundi mitambo wetu wote na washiriki walionisaidia, nasema asante kwa wote walioungana nasi. Kwa irini.